Welcome kwenye channel yetu pendwa kabisa ya movie za kutafsiriwa za Kiswahili. Hapa umefika kwa DJ Mswahili. Utapata movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili, za kuchekesha, za kutisha, action kali, bila kusahau animation za watoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Welcome again. Tunarudi tena katika sehemu yetu ya pili ya mwendelezo wa kiumbe chenye nguvu ya ajabu. Baada ya matukio ya awali, Eddie sasa anaishi na Venom ndani yake. Yani mwili mmoja, watu wawili, nafsi mbili, katika mji wa San Francisco nchini Marekani. Ingawa wanashirikiana, maisha yao si rahisi kabisa. Venom anataka uhuru zaidi na anataka kufichua kuhusu Eddie. Anajaribu kudhibiti hii hali, inaweza kusababisha matatizo. Wanaishi kama watu wawili wanaogombana ndani ya mwili mmoja. Wakati huo mfungwa hatari sana gerezani anayeitwa Cletus Kasady, muuaji wa mfululizo ambaye anasubiri kunyongwa. Eddie anapewa nafasi ya kumhoji kabla ya adhabu yake. Cletus anaonekana anamchukia sana Eddie, lakini pia mahojiano yanakuwa ya ajabu sana, ya kuchokozana mno. Wakati wa mahojiano, Cletus anamshambulia Eddie na kumuumiza bila kujua. Kipendo cha Venom kinahama katika mwili wa Cletus. Hapa ndipo janga linazaliwa. Cletus anabadilika na kuwa symbiote mpya kabisa, nani wa hatari sana, aitwaye Carnage. Carnage ni kiumbe mharibifu wa hali ya juu sana. Hana huruma hata kidogo, hana sheria na anapenda mauaji kuliko kula. Mara tu anapopata nguvu, Cletus anatoka gerezani na kuanza kuleta uharibifu mkubwa mjini. Pia anamuokoa mpenzi wake wa zamani ambaye ana uwezo wa kutumia sauti yake kama silaha. Wote wawili wanaanza kuwa na vurugu kubwa na machafuko. Sasa tunaona maadui wapya ambao bwana Venom ama Eddie anabidi apambane nao. Katika upande mwingine, Venom na Eddie wanaanza kugombana vibaya sana. Venom anahisi anabanwa sana na Eddie anataka kuishi maisha yake mwenyewe, na hivi Venom anaamua kuacha Eddie na kuondoka kutafuta uhuru wake. Wawili hawa wanatengana. Eddie sasa anabaki bila Venom mwilini mwake na hana nguvu yoyote. Anakuwa binadamu wa kawaida na anakuwa katika hatari sana, kubwa mno. Maana huku Carnage anaendelea kuharibu jiji na maisha ya watu yanaendelea kuanguka kabisa, lakini bado anajaribu kumfuatilia Cletus na kumzuia. Baada ya muda, Venom anaanza kuelewa kuwa bila Eddie hawezi kuishi vizuri duniani. Kweli wewe huwezi kujua umuhimu wa matako paka uote jipu. Anagundua kwamba uhusiano wao ni jambo muhimu sana na wanategemeana mno. Hivyo Venom anaamua kurudi kwa Eddie na kuungana tena. Sasa goma limerudi. Sasa wakiwa pamoja katika mwili mmoja, Eddie na Venom wanajiandaa kuwa na vita kubwa sana dhidi ya Carnage na Shriek ambaye ni mpenzi wake na Carnage. Mapambano yanafanyika kanisani ambapo Carnage na Shriek wanaonekana kuwa na nguvu kubwa na kukaribia kushinda, lakini Eddie na Venom wanapoanza kujifunza kufanya kazi kama timu moja bila kugombana, ndipo wanapoanza kupata nguvu kamili. Venom anatumia nguvu zake na Eddie anatumia akili yake. Wawili hao wanashirikiana na kumzidi nguvu adui yao. Mapambano yanakuwa makali sana, vitu vinaharibika na vitu vinaendelea kufanyika ni vya hatari sana katika ulimwengu huo. Mwisho tunamuona bwana Venom au Eddie anamshinda bwana Carnage na kumwangamiza kabisa, huku Cletus na Shriek wanakufa. Maadui hawa walikuwa hatari sana katika jiji. Jiji linaokolewa kutokana na uharibifu mkubwa sana uliokuwa ukiendelea wa watu wawili hao. Baada ya vita hiyo, Eddie na Venom warudi kwenye maisha yao ya kawaida, lakini sasa wanaelewana zaidi kuliko hata pale mwanzo katika filamu yetu iliyopita. Nao wanakubaliana vibaya mno kwamba hata kama wanagombana hawawezi kutengana. Hii ni timu moja. Hapa tunajifunza kuwa wagombanao pia ndio wapata nao. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kupata video na mwendelezo wa video ijayo. Karibu. Umefika kwa DJ Mswahili. Utapata movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili, za kuchekesha, za kutisha, action kali, bila kusahau animation za watoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.